ujuzi na uwezo mkubwa wa kuelewa namna ya kupambanua au kusolve changamoto kabla hata hazijafika. Watu wengine wanasema kwamba silaha huwa iandaliwa wakati wa vita, si ndio? Yaani ile wanasema kwamba jamani, sisi tunaenda kupigana wa Tanzania, ndio tunaanza sasa kufanya jogging na nini. Wanasema kuna mjini akasema sasa kwa sababu ninaolewa kesho mtu anianze kwenda gym, mtengeneze shape nzuri. Inabidi uanze mapema kwa sababu unajua kuna tukio mbele. Maandalizi yanafanyika mapema. Sasa ukisoma Biblia, ukifuatilia safari ya wana wa Israeli toka wametoka mpaka wanapoelekea Kanaani, waamuzi ambao walikuwa wanainuliwa kuamua wana wa Israeli, utagundua kwamba Mungu alikuwa anawainua wale viongozi sio tu kwa ajili ya kuongoza ibada, lakini aliwainua kama watu ambao wenye uwezo mkubwa wa kutatua changamoto na kuwasaidia wana wa Israeli kuvuka kwenye changamoto ambazo wanakuwa nazo. Kwa lugha nyepesi, Mungu alipokuchagua wewe kuwa kiongozi, hajakuchagua tu ukae hapo kwenye hiyo nafasi kama sifa au kama na mimi mwenyekiti. Uongozi sio nafasi, uongozi ni wito. Huo ni wito Mungu amekupa kwa ajili ya kuongoza watu wake na kuwasaidia kutatua changamoto. Nilianza na ule mfano mapema kwa sababu sitamtajia kiongozi, lakini tuna kiongozi mmoja, kwa kiongozi wa usharika mmoja wa KKKT. Yeye ilipotokea changamoto kwenye usharika wake, sio tu aliamua kuhama usharika, ni alihama kanisa moja kwa moja. Yaani sasa hivi ninapozungumza yuko anasali kwenye mahema mengine kabisa. Ukiuliza nakwambia ana mchungaji wako alifanya hiki na hiki, mimi sikupenda. Okay. Hiyo ndio ilikuwa unahisi kuondoka ndio ilikuwa ni njia ya kusolve tatizo. Hapana. Ukiona dali inavuja, ukiona usharika wako unavuja, ukiona kazi kwenye dala yako kwenye usharika wako inavuja, kaa chini, tafuta namna ya kuziba. Sio wewe kukimbia ama kuondoka. Hatusolve matatizo kwa staili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama ulikuwa na mpango wa kuhama usharika, ulikuwa kuhama mtaa wa mimi mtaa ambao umeendelea, baki hapo hapo na wewe uimarishe usharika wako huo ulioendelea. Kwa changamoto hatuzikimbii. Kwanza changamoto zinakujenga. Nimesema changamoto ni fursa, si ndio? Changamoto zinakujenga, unakuwa imara. Watu wengi kwenye Biblia ukiwafuatilia viongozi au watu wote mahiri hata kwenye nchi, fuatilia viongozi wakubwa, matajiri wakubwa, ni watu ambao ukiangalia historia yao wamepitia kwenye vitu vigumu na vizito sana. Lakini baada ya kusoma, baada ya kufanikisha, ndio wakawa recognized. Sasa wewe endelea kukimbia matatizo, utakujua kwa nini. Kwa hiyo kama leo usharikani angalia kuna kitu gani kiko sawa kwenye idara ya vijana, kuna changamoto gani? Ukitatua hiyo ndio ambayo itafanya tukukumbuke kwamba ulikuwepo. Kuna viongozi mko hapa hata usiku kwa usharikani mchungaji wako hajui kwamba huko. Sio, unanielewa? Kama uamini ondoka. Ondoka bila kupata usharikani. Mwezi tu mmoja. Utapigiwa simu, utauliziwa. Lakini kuna watu kwa sababu ya mchango alionao kwenye usharika, usipokuwepo siku Jumapili moja, simu moja, mwenyekiti upo? Katibu uko sawa? Niko sawa jamani, hatukuoni. Lakini wewe Jumapili ya kwanza na kata, no one is asking for you. Hakuna anayekuulizia. Ya pili, ya tatu, baadaye unataka kama mwaka. Hivi kama kuna mtu alikupiga na kaa upande ule, yule hata kijua alienda wapi. That's very bad. Hiyo ni kitu mbaya sana. Hiyo ni kitu mbaya sana. Hakikisha mahali uliko unaweka alama. Tafuta changamoto usisolve, tutakukumbuka. Yaani usiku kwa sababu tutakuulizia. Amina, amina. Amina, amina. Sasa nataka naulize swali. Na wewe jiulize kwenye moyo wako, sitaki unipatie majibu. Unadhani kwa nini viongozi wengi hatuzifahamu changamoto wanazopitia watu?